Baada ya vijana wa mzee Obata kufanikiwa kumpata Jordan na Vera pia kufanikiwa kutoroka, Vera akaonongea na Emenike kwa njia ya simu na kumwadithia juu ya shambulio alilotoka kukutana nalo. Vera akamtaka Emenike ahakikishe anamtunza Joy asije kutoroshwa, lakini Emenike anamwambia Vera ya kuwa hata huyo Joy naye ametoroshwa na vijana wa mzee Obata. Sasa tuje huko katika nyumba ya mzee Eze. Annabel anamwomba radhi mzee Eze kwa kitendo cha kumchukua Jordan na kumpeleka kwa Vera. Annabel anamwambia mzee Eze ya kuwa aliyofanya yote haya kutokana na kutishiwa kuuliwa kwa mama yake, lakini mzee Eze yupo kimya, haongei chochote. Na wakati huo huo mzee Obata anamleta Jordan kwa baba yake ambaye ni mzee Eze. Jordan mwenyewe sasa licha ya kuzezeta mixa msukuli, lakini bado inadeka kwa baba yake. Mzee Eze akamshukuru sana Obata kwa kitendo cha kumuokoa kijana wake. Mzee Eze akamtaka Annabel aende na Jordan chumbani ahakikishe anampa utamu Jordan. Huyu mdogo wetu Jordan kusikia utamu tena na lenyewe linaanza kushangilia kama katika hali hii anapenda utelezi. Je, alivyokuwa mzima ilikuwaje sasa? Ya Ngoswe tumwachie Ngoswe. Haya, turudi kwa hawa wazee wetu mzee Eze na mzee Obata. Mzee Eze anamwambia mzee Obata wanabidi waandae kafara ya kutosha kwa ajili ya kumshukuru Egede kwa kitendo cha kuwasaidia katika hili janga, lakini mzee Obata anamwambia Eze asijali, hili amwachie yeye kwa maana tayari ameshawaandaa wasichana wake kwa ajili ya kuwatoa kafara. Mzee Obata akamwomba mzee Eze amruhusu aondoke ili akaendelee kufanya maandalizi ya kafara. Kesho yake mzee Obata amerudi tena katika nyumba ya mzee Eze. Mzee Eze akampa kibunda mzee Obata. Sio kwamba mzee Obata hana pesa, lakini hizi pesa ni mahususi, ni pesa kwa ajili ya kazi maalum. Mzee Eze akamtaka mzee Obata ahakikishe wanaifanya hii kazi kisawa sawa. Sasa baada ya muda zile pesa alizopewa mzee Obata kutoka kwa mzee Eze zikaanza kusambazwa kwa videmu vya chuo, na wanaosambaza ni vijana wa mzee Obata. Hizi pisi zikawa zinachukua pesa kutoka kwa hawa wazee wa kazi bila kujua zimetoka wapi. Wao wanashangilia tu, wanaona ni kama malaika wametumwa waje wawaokoe katika huu umasikini wao. Baada ya kila mmoja kupata pesa, hawa wanawake wakaondoka, wazee wa kazi chafu wakaangaliana, wanajua walichokifanya. Sasa kila mmoja akiwa umetawanyika, kuna hiki kikundi cha wasichana watatu nao wanaondoka, wanaelekea katika njia moja. Kila mmoja akawa anapanga ni namna gani ya kutumia pesa zake. Kuna huyu anasema hizi pesa atazitumia kwa ajili ya kufanya biashara. Huyu mwingine anasema mama yake hawezi kupata hata shilingi 100, pesa yake atatumia kuinunulia iPhone. Lakini wakati akiwa anaongea hayo, ghafla kwa bibi kukaanza kuwasha, mara dishi nalo likaanza kuyumba. Sasa hawa wanawake wenzie wakawa wanamshangaa, huyu mwenzetu amekutwa na nini haswa? Wakiwa wanamshangaa mwenzao, huyu naye akaanza, bwana, kwa nini asianze kurusha ndala na kuanza kujichekesha ovyo bwana? Hata kabla uchizi kwa huyu binti kimbaumbau haujamkolea vizuri, kwa nini huyu wa mwisho naye asianze kuwa chizi bwana? Akaanza kujichekesha, mara aonge vitu ambavyo havieleweki. Mara akaanza kusaula nguo za chini bwana. Binti akivua nguo akaifanya sketi yake kama parashuti vile. Hakuishia tu kwenye sketi, akaanza kuivua na nguo yake ya juu. Nido ile. Huyu anapoelekea, acha tuishie hapa, tuje huku kwa hawa mabinti wengine. Huku nako kimeshanuka. Unaujua uchizi wa kuringa wewe? Ndio huu hapa. Na kama hujawahi kukutana na chizi uguadu, ndio huyo hapa. Kitu iko baku baku baku. Hii ni kazi iliyofanywa na mzee Obata na mzee Eze, ikiwa ni kafara ya kusaidiwa na Egede kuwarudishia misukule inayoishi, yani watoto wao waliowatoa kafara na kufanya mazezeta, Jordan na Joy. Mida ya jioni, Vera akaja kwa wazee wa mtaa wao na kuwaomba wamsaidie kuizika maiti ya baba yake, lakini cha kushangaza hawa wazee wakakataa. Hawawezi kushiriki kuzika mwili wa mzee Johnson mpaka itakapoamuliwa na kilinge cha Egede.
Egede. Kwa maneno haya, Vera akajua tu hata hao wazee watakuwa wamehongwa na wale wazee wa kilinge cha Egede. Vera akawaambia hawa wazenja kuwa hata wasiposhiriki katika kumzika baba yake, atafanya kila awezalo kustiri mwili wa baba yake. Vera akawacha hawa wazee na kuondoka zake. Kitendo cha Vera kuwapa mgongo hawa wazee, huyu mzee akawapa taarifa wazee wenzake kuwa mzee Obata ameahidi kutoa milioni 20 kwa hawa wazee watatu kama watahakikisha wanafanikiwa kuzuia mazishi ya mzee Johnson. Hawa wazee kusikia milioni 20 wakakubali kuifanya nyeupe ionekane nyeusi. Hapa mzee Johnson azikwi. Vera akaja upande wa pili, upande wa wakina mama, na kuwaomba kama kile alichotoka kuwaomba wale wazenja. Lakini kwa bahati nzuri sana, hawa wakina mama wakakubali kumsaidia Vera. Watakuwa naye bega kwa bega katika mazishi ya mzee Johnson. Siku ya mazishi imewadia. Vera akisaidiwa na wakina mama wa hapa mtaani. Wapo njiani wanaelekea makaburini kwa ajili ya mazishi ya mzee Johnson. Wakiwa wapo njiani, wazee wa kilinge cha Egede hawa wazee wa kazi chafu wakiongozwa na aliyekunywa maji ya bendera ya chama hiki, mzee Obata, wakasogea mpaka walipo wakina Vera. Mzee Obata akamchapa kibao Vera, kisha akawataka hawa washereheshaji waache kila wanachokifanya. Mzee Eze akawataka washushe jeneza waondoke. Kweli washereheshaji na watu wengine wasiohusika na msiba wakaondoka, lakini siyo kwa kina mama. Wakasema wapo gado, hawaondoki, hawaiachi maiti ya mzee Johnson. Lakini kwa bahati mbaya sana, hawa kina mama hawaujui uchawi wa mzee Eze. Mzee Eze akapiga dua ya kuliita giza na radi. Mzee Eze akakitoa kidude chake mkononi akakiweka chini, na kweli giza hili hapa. Giza likatanda kwa sekunde kadhaa. Baada ya hapo mwanga ukarudi tena. Kitendo cha mwanga kurudi, hakuna cha jeneza wala mjukuu wake jeneza. Hawa wakina mama kuona hivyo wakatoa nduki, na sio tu jeneza limetoweka, bali hata wale wazee wa kilinge cha Egede nao hawaonekani, kwa kuwa wazee wa kilinge cha Egede walishamtahadharisha Vera asije kuthubutu kwenda kuzika mwili wa baba yake bila ruhusa yao, na yeye amekiuka haya masharti. Adhabu yake ikawa ni upofu. Baada ya hili kutokea, Emenike akiambatana na Vera wakaja kwa mtaalam ili watafute msaada wa shida ya huu upofu. Mganga akamwambia Emenike na Vera ya kuwa ili upofu huu utoke, sharti ni moja tu, ambapo itabidi achague aidha awe hivi kipofu lakini aweze kusikia na kuongea, au arudishiwe kuona lakini asiweze kuongea wala kusikia. Sasa Emenike anashangaa, hiki ndo nini? Je, hakuna namna nyingine ya kupata utatuzi bila ya kuongeza shida nyingine? Mganga akawaambia ya kuwa hii ndo njia pekee ya kuondokana na huu upofu. Emenike akaona hapa hakuna msaada, akamtaka Vera waondoke. Wakiwa njiani wanaelekea nyumbani kwa Vera, cha kushangaza wanamwona binti amelala kati ya barabara. Na kama utakuwa unakumbuka vizuri, huyu binti aliyelala hapa kati ya njia ni yule binti ambaye hapa katika sehemu ya kwanza alimtahadharisha Vera asikurupuke kupigana na wale wazee wa kilinge cha Egede. Basi Emenike akashuka kwenye gari ili awaulize hawa wananchi ni kipi kilichomkuta huyu dada. Hawa watoto wanamwambia Emenike ya kuwa hawajui ni kipi haswa kilichomkuta huyu dada, lakini limepita lisali 1.5 huyu dada yupo katika hali hii. Ikabidi Emenike ajitahidi sana kumwamsha huyu binti. Huyu binti kweli akashtuka. Binti alipoinuka tu akamwambia Emenike ya kuwa amekuja hapa ili kumpa msaada juu ya tatizo linalomsumbua Vera. Kwanza kabisa huyu binti anamwambia Emenike ya kuwa Vera anaweza tena kuona bila kupata changamoto ya kusikia wala kuongea. Sasa cha kufanya, Emenike anabidi aondoke na Vera hapa, warudi nyumbani, achukue maji kiasi ayatie kwenye kibakuli, kisha akayaweke juani kwa dakika
30. Baada ya hapo aweke chumvi. Akishaweka chumvi, ayachukue hayo maji amnawishe uso Vera, kisha akamlaze chumbani kwake. Akiamka atakuwa anaweza tena kuona. Baada ya binti huyu kuongea haya maneno, yeye akaondoka zake na kumwacha Emenike akibaki tu amedua. Baada ya kurudi nyumbani na kufanya kile alichotoka kuambiwa na yule binti wa njiani, Emenike akamtaka Vera apumzike. Akiamka huenda atakuwa amepona. Emenike akahakikisha amempumzisha vizuri Vera, kisha yeye akaondoka akaelekea kazini kwake. Vera alipolala, ndotoni ikaja hii ndoto. Vera akaota yupo katika himaya ya mzee Obata. Vera alipomuona mzee Obata akataka kuondoka, lakini alipofungua mlango umefungwa. Mzee Obata anamwambia Vera ya kuwa najua unashangaa umewezaje kufika hapa. Sasa kwa taarifa yako, hapa ndipo ilipoandikwa hatima yako. Umerukaruka sana huko nyuma, lakini mwisho wake ndo huu hapa. Mzee Obata anaendelea mbele kwa kumwambia Vera ya kuwa hauwezi kujisumbua kumuua Vera, kwa sababu Vera ni mtoto mdogo sana kwake, lakini atakayemuua Vera ni Vera mwenyewe. Sasa kivipi? Vera mwingine huyu hapa, Vera original. Akashanga kumwona mtu anayefanana naye, copy and paste, lakini yupo katika mavazi ya wazee wa kilinge cha Egede. Huyu Vera feki akasogea mpaka alipo Vera original na kumwambia kuwa amekuwa msumbufu sana. Sasa adhabu yake ni moja tu, ni kifo. Vera feki akataka kumchoma kisu Vera original, lakini Vera akapiga ukunga. Vera feki na mzee Obata wakashindwa kuhimili vishindo. Ndipo Vera anashtuka kutoka usingizini, na kwa bahati nzuri sana Vera anaweza tena kuona. Kitendo cha Vera kupona, anaona hawezi kulaza damu kabisa. Kinachofuata ni kwenda kulipa kisasi kwa wazee wa kilinge cha Egede. Vera akiwa njiani anaelekea kwa wazee wa kilinge cha Egede, yule binti akamtokea tena Vera. Vera akashuka kwenye gari kwa hasira, akamuuliza huyu binti mbona anapenda sana kumfuatilia, nini anachokitaka kwake. Huyu binti akazidi sana kumsi Vera asikurupuke kwenda kupigana na wazee wa kilinge cha Egede, anabidi ajipange ndipo aweze kulipa kisasi cha baba yake. Huyu binti akazidi kumtaka Vera arudi nyumbani kwa sasa, la sivyo huko anapoenda ataenda kuambulia kifo tu. Lakini Vera akatia kichwa ngumu, anasema ataenda hivyo hivyo na hawezi kupangiwa na mtu yoyote, hususan huyu binti mdogo tu. Vera akiwa anataka kupanda kwenye gari kuangalia tena barabarani, yule binti amepotea. Vera anajikuta muha mbishi, akakaza fuvu, anaelekea katika kilinge cha wazee wa Egede. Kumbe Vera akiwa njiani, mzee Eze alikuwa akifuatilia kila hatua ya Vera kupitia picha iliyopo ukutani. Mzee Eze akaapa awamu hii hauwezi kumwacha kabisa Vera, hapa atamtoa kafara. Baada ya muda mfupi tu Vera akafika katika nyumba ya mzee Eze. Vera ameingia na bastola mkononi, anachokitaka kwa mzee Eze amwambie mwili wa baba yake uko wapi. Mzee Eze anamwambia Vera baba yake walishamzika kulingana na kanuni na sheria zinazoiongoza kilinge cha Egede. Vera kusikia baba yake yamezikwa akapata hasira, akampiga risasi Eze, lakini mzee hata hapukutiki, hadi walinzi wenyewe wakashangaa, mzee bado anapumua, si Vera ameamua kutingisha kiberiti bwana. Mzee Eze akaamua kurudisha mapigo, akanyanyua tu kifimbo chake. Vera akapokea kimbora kutoka kwa mzee huyu. Mzee Eze akaagiza walinzi wake wamchukue Vera wampeleke katika chumba chake cha ibada. Baada ya Vera kufikishwa katika chumba cha ibada cha mzee Eze, mzee Eze anachokifanya hapa ni kumtoa kafara Vera, lakini alipotaka kumkita kisu ikasikika sauti ya Egede ikimtaka mzee Eze aache kukifanya kikitu mara moja. Sasa Vera atakuwa mbadala wa baba yake, yani Vera atakuwa ni mmoja ya wajumbe wa kilinge cha Egede. Na sio hivyo tu, Vera atakuwa ni miongoni mwa watu wenye nyadhifa kubwa katika kilinge hiki kulingana na ujasiri, moyo wake kupambana, lakini pia atakuwa ni mwanamke namba 1 kujiunga katika kilinge hiki, kwa maana wote katika kilinge hiki ni
wanaume. Sauti ya Egede ikasikika ikimtaka mzee Eze amwachie Vera mara moja na asije tena kuthubutu kutaka kumdhuru. Baada ya siku kadhaa kupita, Vera amekuja tena katika kampuni ya baba yake, lakini cha kushangaza anakutana na yule kiongozi wa polisi yupo katika ofisi yake. Ameingiaje hapa hata haijulikani. Kilichomleta hapa huyu kiongozi wa polisi ni viwili tu. Cha kwanza ni kumpongeza Vera kwa kuwa mwanamke wa kwanza kujiunga katika kilinge chao cha Egede, na cha pili ni kumpa hii briefcase Vera, ambayo ndani ya hii briefcase kuna mavazi ya kumtambulisha kama moja ya wajumbe wa kilinge cha Egede. Lakini Vera hata kichochote kinachohusiana na kilinge cha Egede akakataa. Akamtaka mkuu wa polisi aondoke na ili begi, lakini mkuu wa polisi anasema hauwezi kabisa kuondoka na ili begi kwa sababu sio mali yake, ni mali ya Vera. Vera alipotoka ofisini akaenda sehemu ya mbali kidogo na kwenda kulitupa ili begi, lakini cha ajabu aliporudi nyumbani analikuta begi lipo tena mezani. Vera akashtuka sana, lakini akiwa katika huu msongo wa mawazo akamuona mzee Eze. Mzee Eze anamwambia Vera atake ama asitake, tayari yeye ni mjumbe wa kilinge cha Egede, na usiku wa leo watakuwa na kikao special kwa ajili ya kumkaribisha Vera. Msimamo wa Vera ni ule ule, hauwezi kuwa kama baba yake na hauwezi kujiunga na kilinge cha Egede. Vera akataka kuchukua begi na kumtupia mzee Eze, lakini cha ajabu mzee Eze alishatoweka kitambo. Kinachofuata Vera akamwachukua ili begi aende kulichoma moto. Sasa Vera akamwagiza mlinzi amlete mafuta taa na kiberiti, lakini cha ajabu Vera kila akitaka kuchoma moto ili begi haliwaki moto. Kama kwa njia ya kulichoma moto imeshindikana, Vera akaingia ndani kwenda kuchukua kisu ili azichane hizo nguo, lakini Vera alipotoka begi likayeyuka. Vera anarudi, begi halipo. Sasa mida ya usiku, Vera akiwa milala akashtuka usingizini. Pembeni yake kuna zile nguo za watu wa kilinge cha Egede. Vera akazichukua hizi nguo na kuanza kuzivaa. Baada ya hapo Vera akachukua kisu ili kujitawaza kuwa mjumbe rasmi wa kilinge cha Egede. Akiwa anataka kufanya hivyo, yule binti akaja akapiga kimbora. Vera akarudi katika utimamu wake. Vera akashtuka kuona alichokuwa akienda kukifanya. Huyu binti akamchukua Vera akamtaka watoke nje. Kumbe huu ulikuwa ni mpango wa wazee wa kilinge cha Egede kumfanya ajiunge katika kilinge chao kwa lazima. Hawa wazee wakakasirishwa sana. Sasa wakaapa endapo ikipita masaa 24 Vera hajakubali kujiunga na kilinge hiki cha Egede, basi kila kitu kinachomilikiwa na yeye ama baba yake vitapokotishwa. Upande wa pili Vera yupo na huyu binti. Kinachofanyika hapa ni kuvuliwa kwa nguo zote alizovalishwa Vera bila ridhaa yake na kuanza kuchomwa moto. Baada ya zoezi la kuchoma moto hizi nguo za watu wa kilinge cha Egede, ikabidi Vera amuulize huyu binti yeye ni nani haswa. Huyu binti anasema anaitwa Kendi na yeye aliyapitia haya anayoyapitia Vera sasa hivi, kwa maana baba yake alikuwa ni mmoja ya watu wa kilinge cha Egede, lakini alifariki. Baada ya baba yake kufariki, watu wa kilinge cha Egede wakaja kumfuata kaka yake na kumtaka ajiunge katika kilinge chao, lakini kwa bahati nzuri sana kaka yake alikataa. Kwa kuwa kaka yake alikataa, watu wa kilinge cha Egede wakamuua kaka yake, na sio hivyo tu, wakateketeza mali zote zinazomilikiwa na baba yake. Kwa kukosa tumaini na kubaki mpweke, ikamfanya Kendi afikirie kujiua. Wakati akiwa anafanya maamuzi ya kujiua, akatokea huyo mama na kumsaidia na kuanza kumlea tangia akiwa hapo mdogo mpaka sasa hivi. Baada ya kujielezea yeye ni nani haswa, Kendi akamtaka Vera auze kila kitu kinachomilikiwa na baba yake, kisha ahame hii nchi aende katika nchi nyingine, la sivyo atakosa hata 100 na hataondoka hata na
na pini katika nyumba ya baba yake. Kwa awamu hii ikabidi Vera azingatie kile anachoambiwa na Kendi. Vera akahakikisha anafanya haraka anaiweka kampuni yake sokoni, kisha asubuhi sana aondoke. Lakini kwa bahati mbaya sana, wazee wa kazi chafu, mzee Obata na mzee Eze, walikuwa wanafuatilia kila anachokifanya Vera. Mzee Eze akampa kazi mzee Obata ahakikishe Vera aondoke katika hii nchi, na sio hivyo tu, mali zake zote zinazuiwa kwa muda. Kulipo pambazuka, Vera akiwa anataka kuondoka nchini, watu wa serikali, kitengo maalum cha kuzuia madawa ya kulevya, hawa hapa. Mkuu wa kitengo hiki anamwambia Vera yupo chini ya ulinzi kutokana na makosa ya kusaidia kusambaza madawa ya kulevya kuelekea nje ya nchi. Sasa Vera na Emenike wanashangaa, hii yote imetokana na nini? Mbona hajawahi kabisa kujishughulisha na biashara hii? Mkuu wa kitengo akamtaka Vera ambatane naye mpaka kituo cha polisi. Baada ya kufika katika kituo cha polisi, upelelezi ukaanza. Maswali ya hapa na pale kutoka kwa kitengo kuelekea kwa Vera yakaanza. Vera akakanusha vyote, hajawahi kuhusika katika biashara yoyote inayohusiana na madawa ya kulevya. Wakati huku polisi, upelelezi ukiwa unaendelea, huku kwa wazee wako wa kilinge cha Egede wanapongezana kwa kazi nzuri. Mzee Eze anampongeza Obata kwa kufanya kazi hii kikamilifu. Mzee Obata akamhakikishia mzee Eze ya kuwa Vera ni lazima akubali kujiunga na kilinge chao. Swali ni moja tu, je, watafanikiwa katika huu mpango wao? Tukutane katika episodi ya 3 ya kazi yetu iitwayo Asizikwe. Udugu wangu, usipite bila kuacha kusubscribe, lakini pia washa kikengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa zote za kazi zetu, bila kusahau comment hapo chini, like na share kwa wengine ili wasipitwe kabisa na huu uhondo. Mpaka wakati mwingine, kwa sasa nikutakia wakati ulio mwema. Heavy Movies.